DCI wanamzuilia aliyekuwa chifu wa eneo la Maelelo, kaunti ya Narok, kufuatia mauaji ya Kirorei Ole Kipas, mwanamume mwenye umri wa miaka 48, kufuatia mzozo wa ardhi. Athman Said na taarifa hii. Maafisa wa DCI kutoka Narok Kusini wameanzisha uchunguzi kufuatia kisa cha mwanaume mmoja mwenye umri wa makamo kuuawa kwa kushambuliwa na panga na aliyekuwa chifu wa eneo la Melelo mjini Narok. Kulingana na mashahidi, inaripotiwa kuwa chifu huyo wa zamani alitembelea boma la mwenda zake katika kijiji cha Simendwa akiwa ameandamana na wenzake wakiwemo wanawe kwa ajili ya mazungumzo ya kutatua mzozo wa ardhi ya ekari 100 uliokuwa umedumu miongoni mwao. So wao walikuja wakaanza kutufamia, sisi hatukuwa tunajua ni vita ndio walikuwa wanakujia. So vile walitufamia, wakamfamia ndugu yangu mmoja ambaye walikuwa wanasema yeye ndio target yao. Wakamfamia yeye, so kwa ile harakati nilikuwa najaribu kuokoa, ndio wakanifamia pia na mimi. Inadaiwa kuwa baada ya muda mfupi mazungumzo hayo yalichukua mkondo tofauti kabisa, na lengo lililokuwa limekusudiwa na matokeo yake ikawa ni mauti na majeraha. Na watu walikuja saa 11. Wakaja wakafamia familia yetu ambaye iko upande hiyo, ambaye walikuwa na msoso wa shamba, walikuwa na sosania maneno ya shamba. Na hiyo maneno ilikuwa imeenda kwa serikali. Familia pamoja na wakazi wa kijiji cha Simendwa wanawaomba maafisa wa polisi kuhakikisha kuwa sheria inafuata mkondo wake na wahusika wengine wa shambulio hilo wanakamatwa haraka na kushtakiwa. Naomba tu serikali wachukue hatua ile inastahili. Tumeona unyama tumetendewa, na sisi hatuna mambo mengi. Kama familia tunasema tu amani itakuja wakati tumepewa kitu inaitwa justice. Tayari mshukiwa mkuu ambaye ni chifu wa zamani anatarajiwa kufikishwa mahakamani hapo kesho kujibu mashtaka ya mauaji. Wakati huo huo, maandalizi ya mazishi ya mwenda zake yanaendelea. Athman Said Mwamlisho, TV47.